Jana niliwaambia kuwa utunzaji wa kumbukumbu ni muhimu kama ilivyo muhimu kujua kusoma na kufanya nini na kuandika. Na leo kwa dakika hizi chache nimeomba kufanya presentation ya namna ambavyo tunapaswa kufuata sheria za kodi. Na mtu anaweza kuwa na swali la haraka. Kwa nini muhimu sana tujifunze habari za kufuata sheria za kodi? Ninaleta sababu mbili tu, sitaweza kuleta sababu nyingi, mbili tu, lakini ninakuhakikishia ninazungumza haya kwa uzoefu wa zaidi ya miaka 6. Na nikiona namna ambavyo watu wanaumia, wengine wanafunga biashara kwa sababu ya uzembe wa vitu vidogo ambavyo wangeweza kuvifanya visingeweza kuwaletea matatizo. Sababu ya kwanza, kwa sababu ni wajibu wetu. Sisi kama Wakristo tuna wajibu wa kulipa kodi, ni wajibu wetu. Biblia inatueleza kwamba ya Kaisari tunampa nani jamani? Ya Kaisari, na ya Mungu tunampa Mungu. Na hivyo ni wajibu wetu, lakini kwa mujibu wa sheria za nchi tuna wajibu wa kulipa kodi. Na hivyo ni wajibu, na ndio maana tunajifunza. Lakini jambo la pili ni hili: kutozifuata sheria za kodi vizuri ni gharama kuliko kuzifuata. Ili ninalisema kwa uzoefu, na ninachokisema nimeona zikiwa gharimu watu. Yaani ni kweli ni gharama kufuata sheria za kodi, ni gharama, lakini gharama ya kuzifuata ni ndogo unapoilinganisha na gharama ya kuto kuzifuata. Unaposhindwa kuzifuata zile sheria za kodi, zinaweza kugharimu. Nitoe mfano mmoja. Inawezekana mtu alifungua kampuni yake mwaka jana mwezi wa kwanza. Ikitokea hakujua kwamba ana wajibu wa kufanya ritani moja inaitwa ritani ya pei, akawa hajui kwamba ana huo wajibu ama kujishughulisha na kufanya hivyo, akifika mwezi wa kwanza mwaka unaofuata, kwa kutofanya hizo return kwa mwaka mmoja, ritani tu ya kodi ya aina hii moja inaitwa pei, adhabu yake ukichukua, ikiwa ni mtu binafsi ambaye adhabu yake ni shilingi 100,000 kwa kila mwezi ambao umechelewa kufanya. Kwa mtu binafsi ni shilingi 7,800,000. Zile return ambazo hazijafailiwa, akikaa mwaka mzima hajazifaili, ni 7,800,000 kwa mtu binafsi ambaye yeye ana adhabu yake ni 100,000 kwa kila return ambayo hajaifaili, 7,800,000 ukizidisha. Lakini kwa makampuni, yani ulijichanganya ukafungua kampuni na ukujua huu ni wajibu wako ukaacha, ni mara 3 ya hiyo. Ni shilingi ngapi? Huenda kampuni yako ina mtaji wa shilingi 5,000,000, lakini sasa utapaswa kulipa adhabu ya milioni ngapi? 21 na kitu, kwa sababu tu hukufuata. Kwa hiyo ndio maana ninasema ya kwamba kutozifuata sheria za kodi ni gharama kuliko kufanya nini? Kuzifuata. Na hapa nitachukua tu mifano michache ambayo tutaiangalia, ni kodi za muhimu ambazo ni muhimu kila mmoja kuzifahamu. Tunapozungumzia swala la kufuata sheria za kodi, ni kuhakikisha ya kuwa kwanza unapoanzisha biashara yako, tambua aina ya kodi ambazo unafanya nini? Unawajibika. Yaani kama ambavyo unapoanza biashara unahakikisha umepata leseni, unahakikisha una frame. Tuko pamoja? Miongoni mwa vitu vingine vya kuhakikisha, nenda ujiulize, nenda kwa mtaalamu wa kodi, ama kama unaweza kusoma vyovyote, lakini jua kwamba ikiwa naanzisha biashara hii, ni aina zipi za kodi zinahusiana na biashara yangu. Yaani kama ambavyo unatafuta frame na kutafuta mtaji, unatafuta mfanyakazi wa kumweka pale dukani, usisahau kujiuliza ni kodi za aina gani unapaswa kufanya nini? Kulipa. Itakusaidia sana. Yaani ukianza kuyafanya haya mapema wakati unafungua biashara yako, mambo yako yatakwenda vizuri, lakini kadiri ambavyo unayaacha yanaweza kugharimu sana. Lakini kufuata hizo sheria za kodi tunamaanisha ya kwanza unahitaji kuwa na dhamira. Ni lazima kwanza ufanye nini jamani? Udhamirie kwamba nimedhamiria kuwa nitazitunza sheria za kodi, nitafuata, nitalipa kodi kadiri ambavyo inatakiwa. Alafu sasa uweke ama kutenga muda, uweke fedha na rasilimali ambazo zinaweza kuhitajika kwa ajili ya wewe kuweza kufuata zile sheria za nini? Za kodi. Ni jambo ambalo linahitaji muda wako, wakati fulani linahitaji fedha zako, lakini zinaweza kuwa zinahitaji rasilimali zingine. Kwa mfano, watu wenye biashara hizi kubwa wanaweza kuwa kabisa wana mtaalamu wa kodi, aidha wamemwajiri ama wanakwenda kuzungumza naye pale wanapokuwa na masuala ya nini? Ya kodi. Na hivyo ni muhimu kuzingatia hayo. Baadhi ya kodi, tutaangalia kodi 3 tu katika wakati huu. Kodi ya kwanza ni kodi ya ajira. Hii ni kodi ambayo wote ambao tumeajiriwa, wote ambao tumefanya nini jamani? Tumeajiriwa.
tuna kodi ambazo tunakatwa na ambazo zinapelekwa serikalini, na hii ni wajibu wa nani? Wa mwajiri. Yule ambaye amekuajiri ana wajibu wa kukata hii kodi kwenye mshahara wako na kuipeleka wapi? TRA. Na hivyo hii si kodi ambayo ni ya mwajiri, ni kodi ya mwajiriwa, ila mwenye wajibu wa kuikusanya na kuipeleka serikalini ni nani? Mwajiri. Sasa mwajiri namba moja, yote ambaye amefungua kampuni anatarajiwa kwa namna moja ama nyingine anawajibika kwenye hii kodi, kwa sababu hakuna namna hiyo kampuni inajiendesha ila haina nani? Mwajiriwa. Ni kweli atakuja hapa mtu wa sheria za makampuni atatia moyo, ni vizuri kuwa na kampuni, atatia moyo, lakini the moment tu umeenda kusajili, tena kwa sasa hivi mambo yamekaa vizuri zaidi, the moment tu umeregister kampuni yako BRELA, moja kwa moja taarifa zinasoma kwenye mfumo wa TRA. Kwa hiyo unaweza kujifanya kwamba wewe haujulikani kama una kampuni kule TRA, lakini the moment kule wameissue certificate ya registration ya BRELA, TRA kule inasoma tayari ndugu fulani amekuwa shareholder wa kampuni fulani, kampuni inaitwa hii, TIN number hii hapa. Kwa hiyo unaweza kukaa ukasema mimi sihusiki. Siku unaenda unajikuta una miaka 3 una kodi ukulipa, ukipigiwa pale una fine za milioni 50, za milioni 100 ambazo unapaswa kufanya nini? Kuzilipa. Ndio maana anasema kuzitii, kuzifuata, kuzijua inakuweka kwenye mazingira mazuri ya kibiashara kuliko kama usipofanya hivyo. Sasa kodi ya wale ambao wameajiriwa. Wote walioajiriwa wanapaswa kukata kodi ikiwa mishahara unaolipwa ni zaidi ya shilingi ngapi? 270,000 baada ya kuondoa NCCF. Ikiwa ni chini ya hapo, bado una wajibu wa kupeleka return, hata kama unawalipa watu chini ya shilingi 200,000 na ngapi? Na 70, lakini ule wajibu wa kupeleka return bado uko pale pale. Lakini ikiwa ni zaidi ya shilingi 270,000 na izidi shilingi 520,000, basi itakuwa 8%. Kwa hiyo 8% ya kile kiasi ambacho akizidi 520,000 ila akipungui pia 200,000 na ngapi? Na 70. Ikiwa mshahara wa mfanyakazi wako ni zaidi ya shilingi 520,000, basi itakuwa ni shilingi 20,000 jumlisha 20% ya kati ya shilingi 760,000 na 500,000 na ngapi? Na 20. Lakini ikiwa mshahara wa mfanyakazi huyo ni zaidi ya shilingi 760,000, basi itakuwa ni shilingi 68,000 jumlisha 25% ya shilingi kati ya 1,100,000 na 700,000 na ngapi? Na 60. Na ikiwa mshahara wa mfanyakazi ni zaidi ya shilingi 1,100,000, basi itakuwa shilingi 128,000 jumlisha 30% ya kiasi kinachozidi 1,000,000. Wajibu wa mwajiri ni kupeleka return kila mwezi ya kuonyesha nina wafanyakazi hawa, hata kama mishahara yao haikati kodi kwa namna yoyote, bado anawajibika kupeleka hiyo return. Inafanywa kwa njia ya online, unaonyesha majina ya wafanyakazi wako, mishahara unayolipa na kodi ambayo umewakata, na ukimaliza kufanya return unalipa na ile kodi unapeleka wapi? TRA. Hii sasa ndio itakusaidia ikiwa wewe ni yule ambaye una file hesabu zako kuonyesha umepata gharama kiwango gani. Tunatarajia ama inatarajiwa mishahara utakayoionyesha kwenye hesabu zako iendane na mishahara uliyoisema kila mwezi. By the moment tu umepeleka hesabu zinasema hivi na return zako za mwezi zinasema hivi, tayari hapo tena tuna agenda nyingine ya kudiscuss ambayo utapaswa kuijibia. Ikiwa huna maelezo mazuri, basi utapaswa ile difference uweze kuchajiwa kodi. Return hii inapaswa kufanyika tarehe 7 ama kabla ya tarehe 7 ya kila mwezi. Kwa ya mwezi Disemba, basi kabla ya kufika tarehe 7 ya mwezi Januari, iwe ni Jumamosi, iwe ni juma ngapi, lakini imeangukia tarehe 7. Yaani hujafaili tarehe 7. Ikifika tarehe 8 asubuhi, ukiingia kwenye mfumo wa TRA una penalty ya 100,000 kama ni mtu binafsi, na kama ni kampuni una penalty ya 300,000. Haijalishi kampuni yako ina mtaji wa 500,000, haijalishi kampuni yako ina mtaji wa 200,000, kwa kutofaili kwa hiyo siku moja uliochelewa, shilingi ngapi? 300,000. Kwa mtu binafsi shilingi 100,000. Sisi tunakubaliana sasa gharama ya kutofaili ni kubwa kuliko kama ungefaili. Ni kazi ambayo unaweza kujikuta unafanya ndani ya dakika 5 na kuwa umemaliza. Lakini usipoifanya inaweza kugharimu sana. Hili nimelizungumza. Ikiwa utashindwa, adhabu yake ni shilingi 100,000 kwa mtu binafsi. Lakini wale wenye makampuni, basi itakuwa shilingi ngapi? Kila mwezi ambao unachelewa.
Kwa hiyo tunaweza tukakubaliana kuzitii wakati mwingine ni rahisi, ni simple kuliko ukifanya kana kwamba uzifahamu. Bahati mbaya wanasheria wanatuambia kutokujua sheria sio nini jamani? Sio excuse ya wewe kutofanya nini? Kuwajibika. Lakini pia ikiwa una wafanyakazi zaidi ya 10, Samanyama, ninaamini wewe unafanya kazi zaidi ya 10, haitaishia tu kwenye return ya pay. Utakuwa na kodi nyingine inaitwa skills development levy ambaye ni 3.5% ya ile mishahara ambayo unawalipa wafanyakazi wako. Hii sasa, kumbuka pay tumesema ni kodi ya nani? Mwajiriwa. Sio kodi ya mwajiri, ni kodi ya mwajiriwa. Lakini usipokata, kwa sababu sheria ni wajibu wako, wakija kufanya audit ya TRA, wewe ukukata, wewe mwajiri utapaswa kulipa. Swala la wewe kutokata, hiyo ni ajenda yako binafsi, uliamua kuwalipia, basi sasa utapaswa ufanye nini? Walipie. Lakini hii SDL sasa ni kodi yako wewe nani? Mwajiri. Ikiwa una wafanyakazi zaidi ya ngapi? Ya 10. Sasa hii haijalishi kwamba unawalipa shilingi 100, shilingi ngapi, vyovyote, lakini ni 3.5%. Ina exception zake, watu wa elimu, watu wa kilimo hawana hii kodi, lakini wengine wote wanawajibika. Kwa hiyo ni kodi ya muhimu. Ikiwa umetiwa moyo hapa, umekwenda kufungua kampuni, zingatia jambo hili. Kufanya ile return haikuchukui muda mrefu. Ukifanya umejiondolea matatizo mengi ambayo ungeweza kukumbana nayo hapo baadaye. Lakini kodi nyingine ni kodi ya mapato, na hapa tunaangalia mapato ya mtu binafsi. Hapa ndipo ambapo huenda sehemu kubwa ya wote tulioko humu ndani tunaangukia. Wale ambao tuna biashara, tuna frame pale, tunaingia wengi sana kwenye sehemu hii. Ikiwa mapato yako yazidi shilingi milioni 100, yani ule mzunguko wako wa fedha, kwa maana yale mapato unayoingiza ikiwa yazidi shilingi milioni ngapi? 100, wengi tunajikuta tunaangukia hapa. Ambapo ndipo ambapo, kama mnakumbuka, mwanzoni mwa mwaka unakuta tunaenda TRA kwenda kukadiriwa. Hii ni unaenda TRA, unaulizwa biashara yako, unasema bwana mimi nafanya hivi na hivi, kwa mwezi wanakuuliza maswali pale, nakwambia okay, kwa hiyo mapato yako kwa mwaka yanaonekana kuwa kiwango fulani, then wanakuambia ikiwa haya ndio mapato yako, basi kodi yako ya kulipa ni hii kwa mwaka mzima, wanaigawanya mara 4. Kila robo utapaswa kufanya nini? Kulipa. Kwa hiyo hii unapaswa kwenda, kwa wale ambao huwa wanaenda TRA ambao hawajikadiri, wanapaswa kwenda TRA kabla ya miezi 3 ya mwanzo wa mwaka. Yani kati ya Januari na mwezi Machi tarehe 30. Unakwenda unakadiriwa na unaanza kulipa installment yako ya kwanza, utalipa ya pili mwezi kabla ya mwezi wa 6, kabla ya mwezi wa 9, na baadaye kabla ya mwezi wa ngapi? Wa 12. Yenyewe ni kama ambavyo inaonekana. Ikiwa mapato yako yazidi shilingi milioni 4 kwa mwaka, hautakuwa na kodi ya kulipa. Lakini ikiwa mapato yako ni kati ya milioni 4 na milioni 7, utapaswa kulipa either 3% ikiwa unatunza kumbukumbu, na ikiwa utunzi kumbukumbu, basi utakuwa unapaswa kulipa shilingi 100,000 kwa mwaka mzima. Na ikiwa mapato yako ni kati ya milioni 7 na milioni 11, ikiwa utunzi kumbukumbu, 250,000. Ikiwa unatunza kumbukumbu, 3% ya mapato yako. Lakini kati ya milioni 7 na 11, 250,000 ikiwa rekodi zako haziko complete. Lakini ikiwa rekodi zako ziko complete, itakuwa shilingi either FTC plus shilingi FTC jumlisha 3% ya mapato yako, kwa maana ya turnover. Lakini ikiwa yanazidi shilingi milioni 11, basi itakuwa shilingi ngapi jamani? 3.5%. Hii huwa mara nyingi unaenda unakadiriwa na unaanza kulipa kila robo. Kwa hiyo na wengi sana tunaangukia hapa. Ukikuta maduka unakuta imewekwa ile TIN number pale na tax clearance, huwa mara nyingi tunakwenda TRA. Jitahidi sana, nenda kwa wakati, kwa sababu ikiwa hujaenda tarehe 31 ukaenda tarehe 1 mwezi wa 4, hii utawajibika kulipa ile utakayokadiriwa, lakini tayari ile tarehe 1 mwezi wa 4 utakuwa na penalty ya shilingi 100,000. Ukachelewa ukaenda mwezi wa 5 utakuwa na penalty ya 100,000. Ukaenda mwezi wa 6 una penalty ya 300,000. Hiyo haihusiani na hii kodi ambayo utapaswa kufanya nini? Ulipe. Kwa hiyo tutakubaliana kwamba kutii ni rahisi zaidi kuliko kama ukiamua kutofanya nini? Kutotii. Penalty zake ni ngumu hivyo, na nafikiri zimewekwa kwa nia njema tu, kwa sababu kwa kweli kama katika mazingira ya kawaida huwa hatupendi kulipa nini? Kodi. Sasa kama ni hivyo, inabidi sheria kidogo zikaze ili ya kwamba tuwe na motisha ya kwenda kufanya hivyo. Na baada ya hapo tunaangalia sasa mapato ya makampuni, ama ikiwa mapato yako yanazidi shilingi milioni ngapi? Milioni 100.
Sasa hapa ndipo unatakiwa kuandaa hesabu. Biashara yako imeenda vizuri, mapato yako yanazidi hapo milioni 100, ama umesajili kampuni, basi kodi ya mapato hapa sasa itategemeana na faida unayoipata. Kule tulisema ni habari ya nini? Ya makadirio tu pale umewekewa, lakini hapa sasa kodi italingana na nini sasa? Na mapato yako. Na hapa ndipo sasa tunarudi kwenye yale tuliojifunza jana, utunzaji wa kumbukumbu, kwa sababu mapato yako hatuyachukuli kwenye internet, hatuya download, tunaangalia kwenye nini? Kwenye kumbukumbu zako. Kwa hiyo ni 30% ya mapato ndiyo kodi, lakini hii na yenyewe unapaswa sasa, hii hapa tofauti na watu binafsi ambao wanakwenda kukadiriwa. Hapa kila mtu anapaswa kujikadiria yeye. Kwa unaiangalia biashara yako unasema, kwa kweli ninavyoona mwenendo wa biashara na namna ambavyo mwaka jana mambo yalikuwa na mipango nilionayo mwaka huu nitatengeneza milioni 10 kama faida. Ukisema nitengeneza milioni 10, maana yake unasema milioni 3 ni nini jamani? Ni kodi. Na hivyo unaenda unajikadiria mwenyewe kwenye mtandao wa TRA, na hapo sasa maana yake kama una kodi ya milioni 3 kwa mwaka kulipa, maana yake kila ndani ya miezi mitatu utapaswa kulipa 7,500. Umefanya mambo yako hivyo, yameenda vizuri, hauna tabu na mtu. Lakini haujafanya nini? Ama hujaingia kwenye mfumo, hujafanya hiyo return. Saa ikifika wakikukumbusha, wanaangalia kwenye mfumo, umechelewa miezi 5, unawajibika kulipa ile penalty shilingi 300 kwa kila mwezi ambao umefanya nini? Umechelewa. Utaona ni gharama kubwa sana. Lakini pia ikiwa utalipa, inawezekana umefanya makadirio lakini hujalipa, pia utakuwa na interest ya kulipa. Yaani ulipaswa kulipa, umesema bwana mimi makadirio yangu ni 7,500, mwezi wa 3 umefika hujalipa, ukajisikia kulipa mwezi wa 6. Kama ulikumbusha hapo katikati ukalipa, lakini kutakuwa na interest ya kufanya nini? Ya kulipa, maana umekaa na fedha ya nini jamani? Ya serikali. Ilipaswa ikasaidie kulipa walimu, ikasaidie kulipa madaktari, na wewe umeamua kuitumia kwa matumizi yako, utapaswa kulipa interest. Lakini pia sasa kumbuka nimesema haya ni nini jamani? Makadirio mwanzo wa mwaka. Sasa umefika mwisho wa mwaka, unawajibika kutengeneza hesabu, kutengeneza kwamba kwa kweli sasa yale tulikuwa tunakadiria, sasa uhalisia wa biashara yangu umeenda hivi. Mapato yangu ni haya, matumizi yangu ni haya, faida yangu ni hii. Ndipo unasema sasa unaangalia, je, nilijikadiria zaidi ama nilijikadiria kidogo? Kama ulijikadiria kidogo na faida uliyopata ni kubwa, maana yake kile kiwango ambacho hukukilipa sasa utapaswa kufanya nini? Kukilipa. Sasa hii return sasa ambayo ni final sasa, baada ya kuwa umefanya biashara, inapaswa kufanyika ndani ya miezi 6 tangu mwaka wako wa fedha umefanya nini? Umeisha. Kama mwaka wako wa fedha unaisha Disemba, maana yake kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6 unapaswa kuwa umefaili hiyo return. Usipofanya hivyo, maana yake ni kwamba kila mwezi ambao utakuwa unachelewa hapo, utakuwa una penalty ile shilingi laki ngapi? 300,000. Kwa hiyo utaona uzembe mdogo unaweza kugharimu sana. Kumbuka kuna uzembe wa kutofaili estimate 300,000. Ukachelewa tena kufaili return final, nayo laki ngapi? 300,000, kadiri ambavyo unachelewa. Na hivyo sasa hapa pia ndio inatutaka pia umuhimu wa kutunza kumbukumbu. Kwa sababu unavyotunza kumbukumbu inakuwa rahisi kwako kuandaa hesabu zako, lakini pia sio tu kuandaa hesabu. Sheria inakutaka uandae hesabu ambazo ni accurate, ambazo ni sahihi kulingana na biashara yako. Ndio maana unakuja kuaudit, kuangalia ulichokisema ni sahihi au sio sahihi. Kufaili sasa return, lakini ina taarifa ambazo sio sahihi tena, utakumbana tena na adhabu yake. Kwa hiyo ndio maana utaona kwamba jana tulisisitiza sana juu ya utunzaji wa nini? Wa kumbukumbu. Kwa sababu sasa huku ndiko itakapokusaidia. Vinginevyo unaweza kuingia kwenye changamoto kubwa. Kwa hiyo wale ambao tunakusudia, tunatarajia, tumepanga ama tayari tumekwisha fungua makampuni, ni muhimu sana kuanza kujiuliza, je, haya tunayazingatia? Ikiwa uyazingatii, basi kabla hujachelewa sana, jitahidi kuweza kufanya marekebisho kadiri ambavyo inawezekana, kuhakikisha ya kuwa unaweza kufaili return zako vizuri kadiri ambavyo inatakiwa. Na mwisho kabisa tutaangalia kodi nyingine ya mwisho ambayo tutaiangalia
ni inaitwa kodi ya ongezeko la thamani. Wangapi mmewahi kuisikia? Ya, naona wengi wamewahi kuisikia. Hii ni kodi ambayo kwa hakika sehemu kubwa tunailipa. Kwa sababu hii ni kodi ambayo wale ambao mauzo yao yanazidi shilingi milioni 200 kwa mwaka ama shilingi milioni 100 ndani ya miezi 6 wanasajiliwa kwenye hii kodi. Inaitwa mara nyingi jina maarufu sana VAT. Ni 18% ya thamani ile ya bidhaa. Kwa hiyo wale ambao wamesajiliwa kwenye hii kodi, ikiwa alikuwa anauza boksi la kalamu kwa shilingi 5,000, ukaingia kwenye VAT, maana yake wewe utaongeza asilimia ngapi? 18. Elewa vizuri, hii sasa sio hela ambayo kwamba yani ni kodi ambayo sio sehemu ya mapato yako. Hii ni kodi ambayo unaikusanya kwa niaba ya serikali. Mlipaji ni yule mnunuzi, yule mtumiaji ndiye ambaye ni mlipaji wa hii kodi. Kwa hiyo wewe unauza shilingi 5,000 na umesajiliwa kwenye VAT, maana yake wewe utauza kile kitu 5,000 na 100 ngapi? Na 900. Sasa kwa nini inaitwa ni kodi ya mlaji ama mtumiaji? Ni kwa sababu wewe kwenye mapato yako bado ni shilingi 1000 ngapi? 5,000. Ile shilingi 900 uliyokusanya sio mapato yako, ni fedha ambayo umeikusanya kwa niaba ya nini? Ya serikali, ambayo mwisho wa siku unawajibika sasa kwenda kuipeleka TRA. Unaifanyaje hii? Hii ni kwamba kama nilivyosema, kigezo, mauzo yako yanapaswa kuwa shilingi milioni 200 kwa mwaka ama shilingi milioni 100 ndani ya miezi 6. Uzuri kwa sasa system zao zimekaa vizuri. Ukishafikisha tu milioni 200, hao watakupigia simu, bwana tunakuomba TRA hapa. Ukifika watakueleza kwa kweli mauzo yako kwa mujibu tunavyoona kwenye EFD receipt yako yamefika shilingi milioni 200 ama milioni 100, na hivyo tunakusajili kwenye VAT. Zamani ilikuwa mpaka ujipeleke na nini, au baadaye ukipeleka ndio anakuambia mbona ulipaswa kusajiliwa na ulichelewa, atakupiga penalty. Lakini sasa hivi mifumo imekaa vizuri zaidi. Ukifika tu milioni 200 au mwezi hauishi, tayari utapigiwa simu na utapaswa kusajiliwa. Ukiwa umeshasajiliwa sasa, hii yenyewe ni kodi tunayosema ni ya mlaji, kwa sababu mambo mawili yanatokea. Wakati wewe unauza, unapaswa kukusanya kodi ile 18%. Kwa hiyo bei yako ile unaongeza 18%, unakuwa umekusanya kodi. Lakini pia wakati wewe unanunua, utakuwa umelipa hii kodi ya nini? Ya VAT. Kwa hiyo hao walioko kwenye VAT mara nyingi pia wanapenda kununua vitu kwa watu pia wenye nini? Wenye VAT. Kwa sababu wanaponunua na yeye analipa nini? Ile VAT. Kwa hiyo mwisho wa mwezi unaangalia umekusanya VAT kiwango gani, na pia wakati unanunua inputs zako umelipa VAT kiwango gani. Ile tofauti ndio ambayo unaipeleka wapi? TRA. Ikiwa uliokusanya ni ndogo kuliko ambayo umelipa, maana yake unakuwa na credit. Kwa hiyo hii ni kodi ambayo ni moja ya kodi ambayo ikiwa tunaelekea kwenye hizo biashara kubwa huwezi kuikwepa. Ni kodi ambayo ipo, lakini yenyewe muda wake wa kufaili ni tarehe 20. Kabla ya tarehe 20 au tarehe ngapi? 20. Ikifika tu tarehe 21 tayari una 300,000 ya kulipa ya adhabu. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hii kodi nayo ipo kadiri ambavyo biashara zetu zitakuwa kubwa. Kina Manyama, huenda biashara zenu za kilimo hazitaingia sana hapa, lakini ukiingia kwenye biashara zingine, sio biashara zote zinaingia kwenye VAT, lakini wale wote ambao wanaingia kwenye kodi hii, basi ni muhimu kulizingatia hili, kwa sababu ukishindwa kufanya hivyo adhabu yake ni kubwa sana. Na wale ambao wanaingia kwenye kodi hii, yako mambo mengi ambayo yataambatana na kuingia kwao kwenye hii kodi. Cha msingi kama nilivyosema, tambua kwamba ulipaji wa kodi, kama ambavyo unaangalia masuala yako ya mtaji na mengine, usisahau mambo ya nini? Ya kodi. Yaani kwa kifupi ni kwamba unataka ama utaki, kodi utapaswa kufanya nini? Sasa ni bora ukailipa vizuri kwa wakati kuliko ifike saa ushurutisho kufanya nini? Kulipa. Kwa hiyo kwa sababu ni kitu ambacho ni wajibu wetu na hatupasi kukwepa, ndio tunasema ya kwamba unapopata wazo la kufungua biashara, yani tunavyokutia moyo kufungua biashara, tunavyokutia moyo kwenda BRELA kusajili kampuni yako,
Miongoni mwa vitu vya kuweka akilini, kama ambavyo unakumbuka mtaji, kama ambavyo unakumbuka frame, kama ambavyo unakumbuka utapata wapi malighafi, kama ambavyo unakumbuka nitapata wapi mashine, kumbuka masuala ya nini? Ya kodi. Ni marahisi na mazuri ikiwa utayafanya kwa wakati, lakini utakapoyaacha yanaweza kuwa mzigo. Mimi nimeshuhudia kwa macho yangu watu wengine wakifunga biashara kabisa kwa sababu ya uzembe wa nini? Wa kodi. Lakini usisahau swala la utunzaji wa kumbukumbu, kwa sababu hilo ndio litakusaidia wewe kufaili hizi return vizuri. Sasa unakuta mtu yuko kwenye VAT, ni mwezi huo huo, ukifika mwisho wa mwezi ukimwambia naomba risiti zako sasa tufaili VAT, risiti za mwezi huo, lakini pia hajui ziko. Mwisho wa siku ni kuingia kwenye changamoto, kwa sababu ikiwa return yako na vitabu vyako haviendani, utaingia kwenye changamoto. Tunachotaka kukisema ni kwamba ulipaji wa kodi ni kitu ambacho unapofikiria mawazo ya biashara, ni kitu ukiweke kwenye akili, kitakusaidia. Ukikifanya mapema, ukifanya kwa wakati, biashara yako inaweza kwenda vizuri bila kuingia kwenye changamoto. Lakini ukichelewa, haimaanishi kwamba hautafanya nini? Hautalipa. Utalipa, lakini utalipa sasa wakati fulani ukiwa na penalty nyingi na adhabu nyingi na interest ambazo zinaweza kugharimu. Hizi ni baadhi tu. Nitoe na mfano mwingine kwa nini nasema ni muhimu sana wewe ukajua aina ya kodi unapaswa kuzilipa. Kwa mfano, wale wenye makampuni kina Mzee Mgimba, kuna kitu kinaitwa related party transaction. Yaani transaction ambayo inafanyika kati ya kampuni labda na mmiliki wa nini? Wa kampuni, ama kati ya kampuni na mke wa mmiliki wa nini? Wa kampuni, ama kati ya kampuni na shareholder. Aina yoyote ya aina hiyo ya transaction ambayo inaitwa related party transaction, zikiwa zinazidi, nafikiri kama sikosei ni milioni 500, kuna kitu kinaitwa transfer pricing policy. Usipofanya kuandaa hiyo document na kuonyesha kwamba ijapokuwa mna mahusiano lakini bei iliyotumika ni bei sahihi ya soko, ukishindwa kusubmit hiyo document, faini yake ni milioni 50. Sasa nafikiri unaanza kunielewa kwa nini nasema kwamba by the time unaanza kufikiria biashara yako, usisahau, yaani usijifanye kana kwamba masuala ya kodi huyajui, kwa sababu mwisho wa siku utakapokuja kukumbushwa utakuwa umechelewa, utakuwa umeingia kwenye gharama ambayo ungeliweza kuirahisisha tuna mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo tunapofikiria masuala ya hapa, si kwa kufundisha masuala yote ya kodi, ninachotaka kuweka ni ile awareness, ni ile wazo kwamba ninapowaza biashara nisisahau kwamba kuna nini? Kuna kodi. Lakini kodi na mambo mengi, ndio maana wengine wanakwenda kabisa shuleni kujifunza masuala ya nini? Ya kodi. Lakini kodi ni pana, ina mambo mengi. Kuna wataalamu wanasheria wa kodi, lakini pia kuna wahasibu wanashughulika na kodi. Utaona tu mwanasheria ana sehemu yake kwenye kodi, mhasibu naye ana sehemu yake kwenye kodi. Hii ni kukwambia kwamba hili ni jambo pana, siwezi kulikava hapa, wala sio lengo kulikava hapa, ila lengo ni kuweka hilo wazo kwenye akili zetu, kwa sababu nimeshuhudia kwa muda ambao nimefanya kazi kuona kabisa watu wanaingia kwenye hasara kubwa, kwenye maumivu makali, wengine biashara wanafunga kwa sababu ya kutofuata sheria za nini? Za kodi. Unaweza kuenjoy ukafikiri mambo yako sawa, lakini saa utakapoingia kwenye mikono mizuri sasa ya watu wanaokusanya kodi na ulifanya uzembe, ndipo ambapo sasa unaanza kujaribu kuomba msamaha, kufanya nini, lakini vitu ambavyo ungeweza kuvifanya kwa wakati na visikugharimu jambo lolote. Labda ikiwa kuna mtu ana swali, okay, muda wetu umekwisha. Mwenyezi Mungu awabariki. Tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, asante tumepata nafasi hii ya kujifunza na kujikumbusha jambo hili muhimu tunapokusudia juu ya biashara zetu. Msaidie kila mmoja wetu kufanya sehemu iliyo yake, ili ya kwamba biashara zetu zikapate kufanikiwa. Tufungulie baraka katika kila jambo ambalo tunalifanya. Tunaomba haya katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.